Baba, nataka nikuambie vijana wanakuamini sana, nchi inakuamini sana, na wewe ndio rais wetu unayefuata. Kweli sio kweli? Kama unampenda Raila Odinga, hata mikono miwili juu. Hata mikono miwili juu. Alafu nataka wote tumpigie makofi. Mzee wangu nakuamini. Utakumbuka mwaka 2022 Diamond alivomeki headlines kwenye mitandao ya kijamii kufuatia show aliyoifanya nchini Kenya kwenye kampeni za uchaguzi mkuu nchini humo. Alialikwa na chama cha ODM chini ya mwenyekiti wake Raila Odinga, ambaye pia alikuwa akigombea nafasi ya urais kwa mara 5 mfululizo tangu amefanya hivyo kwa miaka mingine iliyopita, licha kwamba hakupata. Na show hiyo ilikuwa ni headlines kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu moja, Wakenya wengi waliona hakukuwa na ulazima kumleta Diamond kwenye kampeni hizo wakati hana uraia wa Kenya, lakini vile vile sidhani kama Diamond alipaswa kuwa sehemu ya ushawishi kwa Kenya ili wampigie kura Raila Odinga, kitu ambacho wengi walikikosoa. Baadhi ya watu ambao walikuwa ni wafuasi wa Ruto na wengine ambao hawakuwa wafuasi wa Ruto waliona kwamba ni kitendo cha kuwatapeli wa Kenya kumtumia Diamond kupata kura. Lakini misho hiyo ambayo Diamond ilimuingizia pesa nyingi sana ndani ya muda mchache, aliingiza takriban milioni za Kitanzania 233 ndani ya dakika 10 tu. Kwa hiyo vitu vilikuwa vingi. Ni moja ya jambo pia ambalo lilileta mjadala. Odinga aligombea pia mwaka 2013. Hii ni baada ya kutoka kwenye nafasi yake ya waziri mkuu. Aliongoza ofisi hiyo kuanzia mwaka 2008 baada ya serikali ya muungano, baada ya yale machafuko ya kisiasa nchini Kenya mwaka 2007. Kwa 2022 ilikuwa ni mara yake ya 5 kugombea urais, na ndio mara yake ya mwisho mpaka mauti unamfika siku ya jana Oktoba 15, 2025 huko India. Sasa watu wengi walikuwa wanajiuliza mbona Diamond hajaposti chochote, na ukiangalia ni moja wa wasanii wa Tanzania ambao ni kama walipata ukaribu zaidi na Diamond hadi kualikwa kwenye kampeni zake. Tumeona Alikiba amefanya hivyo, tumeona Jux amefanya hivyo, Joh Makini amefanya hivyo. Kwa nini Diamond hajafanya? Sasa Diamond pia kupitia ukurasa wake wa Instagram, sehemu ya Insta story, yeye mwenyewe pia ameomboleza kifo cha nguli huyo wa siasa za upinzani nchini Kenya, lakini na Afrika Mashariki kwa ujumla, na aliyewahi kuwa waziri mkuu wa taifa hilo hapo. Diamond aliweka picha ambayo kwanza ni kama anasalimiana na Raila Odinga, kisha akaandika maneno haya kwamba Mwenyezi Mungu ailaze roho yako mahali pema peponi, amina. Akaweka emoji ya kushukuru, lakini vile vile akaweka emoji ya mshumaa. So wale ambao mlikuwa mnajiuliza mbona Diamond hajaandika chochote kuhusu Raila Odinga, Diamond pia mwenyewe ameshiriki kwenye msiba huu hapa.